Binafsi nimeridhika na baada ya brief ya kuona mafunzo ambayo mmejifunza, ambayo kikweli yanatija. Na tunahitaji mafunzo yaendelee. Kwa sababu uwezeshaji huu ambao Chemba imefanya na taasisi ya AGLA ni mkubwa, na mtawasaidia hao vijana kufanya biashara kimataifa hapa kwenye mpaka. Lakini tunaamini wapo vijana wengine hawajapata hii fursa. Tungehitaji vijana wengi sana wajiunge ili waweze kutumia hili dawati ambalo tunaenda kuzindua leo. Dawati itatoa informations nyingi hapa za masoko na namna nzuri ya kufanya biashara. Wakati mwingine tumekuwa tukitumia illegal business kupita nje ya mpaka na kusababisha wengine kupata hasara kubwa, lakini kumbe kuna vitu vingine vilikuwa hata sivyo kulipiwa. Ni vya kufanya taratibu tu za kuweza kupita na kwenda kufanya biashara na wenzetu wa nje. Lakini wakati tukifanya hivyo tutakuwa tunakuza uchumi wa nchi yetu. Nchi inahitaji mapato yapatikane kutokana na biashara ambazo mnalipa. Tulipe kodi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Lakini kwa wale wanaopitisha nje au kuzunguka si sawa. Lakini naamini kupitia dawati hili watapata taarifa nyingi, ikiwa ni pamoja za masoko, lakini pia na mazao yanayohitajika kwenye maeneo husika. Tunatambua kwamba eneo letu hili hasa la Tarime limebarikiwa kuwa na mvua mara 2 kwa mwaka. Kwa hiyo mazao ya kilimo naamini mtaenda mpaka kwenye madini baada ya kubadilisha mfumo wa nani yenu. Kwa sekta zote Kuna uzalishaji mkubwa wa madini kwenye maeneo yetu haya. Lakini kwa kipindi hiki ambacho tunaendelea nacho, si tunaamini kutokana na ulimaji wa mara 2 kwa mwaka, tunalo soko la kimataifa hapo la mazao ambalo Mheshimiwa Rais ametujengea la zaidi ya bilioni 1 na point. Liko Lemagwe hapo. Kwa hiyo itawasaidia hata ninyi kuweza kulitumia lile soko. Na naamini wengine mnatoka na biashara maeneo ya mbali, si ndio? Mtahitaji kuhifadhi ili muweze kusubiria soko. Mtahitaji kuhifadhi ili muweze kukamilisha taratibu. Pale patakuwa na maeneo makubwa ya kuhifadhia. Lakini tunaendelea kuhamasisha, tunayo maeneo bado. Mnaweza mkatafuta hata maeneo kwenye mashamba ya watu na maeneo binafsi. Hata maeneo ya umma ambayo mnaweza mkapata kwenye vijiji vinavyozunguka. Tukajenga hata maghala ya kisasa kabisa kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa zetu siweze kuharibika. Kwa hiyo bado tunaendelea kuwakaribisha, na mtakapokuwa tayari, si kama serikali tutawapa ushirikiano mkubwa. Ikiwa na maana taasisi ya Chemba pamoja na AGLA. Tunazo taasisi za kiserikali ambazo ziko kwenye one stop center hapa Silali. Niwaombe muendelee kushirikiana nao kwenye shughuli zenu zote ambazo mtawashirikisha vijana, ili wafanye biashara ambayo ni halali na waweze kupata manufaa na matunda waweze kukua zaidi. Hizi taasisi ziko hapa kwa ajili ya kuwasaidieni, sio kwa ajili ya kuwabana. Ni kuwasaidia ninyi muweze kufanya biashara vizuri na tuweze kuona tija ya biashara ambayo inafanyika. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba Chemba mtasimamia vizuri na ndugu zetu shirika la AGLA mtasimamia vizuri kwa ajili ya kuwasaidia vijana hawa wa Kitanzania, lakini naambiwa hapa na wengine wamechanganyika nchi zingine. Sisi wote ni wamoja. Tufanye biashara kwa pamoja, na hapa tuko kwenye mpaka baina ya nchi zingine. Sio Kenya tu. Zipo nchi nyingi ambazo mnaweza kupeleka mazao. Kwa hiyo tukishirikiana kwa pamoja na kuona fursa zilizopo ndani ya nchi lakini na nje ya nchi, itatusaidia sana. Jamani, asanteni sana na tuko pamoja. Na wafanya biashara hawa tunawalenga vijana, hasa kina mama na vijana wa kiume wasiozidi umri wa miaka 20 na miaka 35. Lengo kubwa ni kuongeza idadi ya wafanyabiashara wadogo wawe wengi kwa sababu ya kuongezea ajira na vile vile kuongeza maslahi ya taifa. Lakini vile vile lengo lingine ni kuongeza kiasi cha mauzo ya bidhaa hizo kupeleka nchi za nje. Ikumbukwe kwamba Tanzania ni eneo ambalo linazalisha chakula kingi na kinasaidia nchi za jirani kwa sababu mbalimbali. Tumekuwa tukifanya hii shughuli tangu mwaka jana. Tumewapa mafunzo mbalimbali yakiwemo vikwazo wanavyokutana navyo kwenye forodha ambazo kwa Kiswahili tunaita NTB, non-tariff barriers. Hizi ni vikwazo sio vya kikodi, lakini vinawakuta na hivyo vinawapunguzia uwezo wa kufanya biashara kwa sababu wanaweza kutumia pesa zao kupambana na vikwazo hivyo. Lakini vile vile tumewafundisha mfumo ambao ni rahisi kwa wao kufanya biashara ndogo ndogo wakivuka mpaka huu wa Sirari na mipaka mingine mitatu ambayo tunajishughulisha nayo. Mazao ambayo tumelenga ni mahindi, mchele, unga, muhogo pamoja na mazao ya bustani kama nyanya,
vitunguu na matunda. Mimi kwa jina naitwa Dennis Nyakisinda, ndio mwenyekiti wa chemba hii wa mkoa, na kama nilivyokuwa nimeeleza kwa ufupi mheshimiwa mgeni rasmi tukiwa tumekaa, ni kwamba hii chemba inasimamia wafanyabiashara wote, wakulima na wenye viwanda, lakini tumefanya marekebisho makubwa ndani ya muda mfupi. Kufika mwaka kesho, chemba hii sasa itaitwa Tanzania National Chamber of Commerce, ambayo itachukua sekta zote bila kujali hii sekta ya kilimo, ya viwanda na nini, kwa sababu chemba hii inasimama kama mwamvuli wa taasisi zote binafsi, na kazi kubwa sisi ni kutekeleza sera zinazotungwa na serikali. Sisi sekta binafsi tunatekeleza. Sasa tunatekeleza kwa kupitia sekta mbalimbali za uzalishaji na kadhalika. Kazi yetu kubwa ni kuunganisha wafanyabiashara, wakulima na watu mbalimbali wa sekta zote, lakini kikubwa tunataka wanachama wa kutosha ili chemba hii iweze kuwa na nguvu, ipate wafanyabiashara wapate pahala pa kusemea. Na kwa maana hiyo sasa tutawaomba wafanyabiashara, umati ambao umekuja hapa, kuanzia sasa milango yetu iko wazi, mjiunge ndani ya chemba. Chemba ina faida moja kubwa. Tunatoa taarifa mbalimbali za fursa za serikali, lakini hiyo haitoshi. Hili swala la elimu, elimu mkuu ni muhimu, na ndio maana sisi chemba tunaamini sana kwenye elimu. Tunashirikiana na taasisi za serikali, lakini taasisi mbalimbali ndani na nje, kuhakikisha kwamba wananchi wanawezeshwa kupata elimu ili waweze kujikomboa, kupata uchumi wao ukue, lakini na taifa pia uchumi uongezeke. Kwa majina naitwa Isaac Steven Matho, ni project coordinator kutoka TWCC. Siku ya leo tumefurahi sana kuzindua mfumo huu ambao ni mfumo unaokuja kusaidia wafanyabiashara, hasa vijana pamoja na wanawake katika mpaka huu wa Sirari, ambao mfumo huu utakuwa unawasaidia katika kupata taarifa, lakini kusaidia katika kupitisha bidhaa zao hapa mpakani. Na kupitia pia mafunzo ambayo tumeweza kuyapata, tumeweza kujifunza pia umuhimu gani tunaweza tukafanya biashara kupitia social media, hasa WhatsApp. Na pamoja na hilo, kama TWCC tuna program ambayo tunaiendesha inaitwa iSoko. Kupitia iSoko tunakuunganisha mfanyabiashara na masoko ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikiwa ni nchi 5 za East Africa, ambapo unaweza ukakutana na wanunuzi pamoja na wauzaji wa bidhaa mbalimbali kutoka East Africa. Kwa hiyo katika siku hii ya leo tunafurahi sana kuanzishwa kituo hiki hapa katika boda ya Sirari kwa kushirikiana na Agra Africa. Sisi kwa pamoja kama TWCC pamoja Agra Africa kwa kushirikiana na wenzetu wa TCCIA tunasema asanteni sana. Asanteni. Kwa majina naitwa Joyce Njoroge, mimi ni mfanyabiashara kutoka side ya Kenya. Ninashukuru kwa mkutano huu nilialikwa kuanzia jana. Tumefunzwa mengi kuhusu biashara na tumefunzwa kuhusu empowerment of our business, kutoka kuvuka mpaka from one side to another side, na hilo ni jambo kubwa sana kama wa Kenya ama small traders kuvukisha bidhaa. Alafu la muhimu sana, tunashukuru venye tumefunguliwa desk ya wafanyabiashara. At least inaweza saidia wafanyabiashara wadogo kupitia hapo kujua umuhimu wa kuvukisha bidhaa zao na kujua umuhimu wa kulipia bidhaa ambazo zinafaa kulipiwa, na kama si za kulipiwa still bado watapata dhibitisho kuwa hatufai kulipia katika hilo deski. Nashukuru sana kwa huo mkutano, na naomba serikali ya Tanzania pamoja na serikali ya Kenya kwa hao wafanyabiashara wadogo tuzidi kuwa empowered na kuelimishwa katika hizi biashara ambazo tunazozifanya, ndio wafanyia au youth waweze kufaidikia katika hizo biashara, na ili tuweze kufanikisha katika our country as a youth. Asanteni. Kwa majina naitwa Yohana Kiserinya Muhanga. Kuna baadhi ya vitu ambavyo nilikuwa sifahamu, kama vile whistleblowing, kitendo cha kutoa taarifa ambazo zinakiuka au halali au taratibu wa kibiashara. Pia na malengo na umuhimu wa kuzichukua na hatua zinginezo. Katika ile dawati tulilofunguliwa hapa na kampuni ya TCCIA na Agra, itatusaidia sana sisi kama vijana katika ukuzaji wetu wa biashara katika sehemu za mpakani kama vile Tanzania na Kenya.
Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa. Mwera Vision Pre and Primary School inayopatikana uwanja wa ndege Rebu, jirani na chuo cha ufundi Tarime VTC, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania, inawatangazia nafasi za kujiunga na masomo ya darasa la awali mpaka darasa la 7 kwa kutwa na bweni. Shule inafundisha masomo ya Kifaransa na Kichina. Shule ina mkondo wa amali katika fani za kompyuta, ufundi umeme na cherehani. Wanafunzi watasoma bure, lakini pia kuna mafunzo ya Kwankido International, yani karet, kuanzia darasa la 3. Vipaumbele vyetu ni Mungu, taaluma na nidhamu. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa kila mwaka. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0768 90 16 41 au 0775 90 16 41. Ada zetu ni nafuu mno na zinalipwa kwa awamu. Wote mnakaribishwa.